Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Uko nami Adam Hussein. Marekani imekataa vikali jaribio la Ufaransa la kulitambua taifa la Kipalestina katika Umoja wa Mataifa. Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Noel Barrot alitoa hotuba akisisitiza msimamo wa taifa hilo la Kifaransa kuhusu msimamo wake na juu ya mzozo wa Israel na Palestina, akihimiza kutekelezwa kwa suluhu la serikali mbili. Marekani ilidhihirisha uungaji mkono wake kwa Israel katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa dhidi ya Ufaransa kwa kukataa kuthibitisha jaribio lolote la kutambua taifa la Palestina kwa upande mmoja, na hii ilikuwa ni siku ya jana Alhamisi. Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Noel Barrot alitoa hotuba siku ya Jumatano akisisitiza msimamo wa nchi hiyo kuhusu mzozo wa Israel na Palestina, na huku akihimiza kutekelezwa kwa suluhisho la serikali mbili, ambapo alitangaza kuwa Ufaransa itakuwa mwenyeji pamoja na Saudi Arabia katika mkutano wa Umoja wa Mataifa wa mwezi Juni kuhusu mada hii. Ubalozi wa Marekani ulidai kujibu kwamba utekelezaji wa suluhisho la serikali mbili ungeunda zawadi kwa shambulio la kushangaza la Hamas dhidi ya Israel, akimaanisha shambulio la risasi la Mei 21 la Washington kwenye jumba la makumbusho la Kiyahudi, ambapo Elias Rodriguez aliwaua wafanyakazi wawili wa ubalozi wa Israel, Yaron Listinsky na Sarah Lini Milgrim. Hii ni kwamba wakati huu Marekani haitaki taifa lolote litambue Palestina kama taifa, ingawa rais wa Marekani Donald Trump alitajwa katika siku za hivi karibuni kwamba huenda angelitambua taifa la Kipalestina katika kile ambacho kinaonekana ni katika kutatua mzozo wa Palestina na Israel. Marekani itafanya sehemu yake kusaidia kuunda ukweli mpya huu pamoja na Israel na washirika wetu wa Kiarabu. Lakini wakati huo huo Marekani inasimama na Israel katika kukataa bila shaka juhudi zozote za kutambua taifa la Palestina kwa upande mmoja au kuweka masharti kwa Israel. Ubalozi huo ulisema. Akijibu wizara ya Ufaransa, spika wa bunge la Israel Amir Ohan alisema kuwa kutambuliwa kwa taifa la Palestina ni thawabu kwa Hamas kwa ukatili wa Oktoba 7 na ujumbe mzito kwa mashirika ya kigaidi duniani kwa mauaji, kuchoma, ubakaji na utekaji nyara. Hili ndio njia. Macron aliwahi kusema kwamba Ufaransa inaweza kulitambua taifa la Palestina mnamo mwezi Juni. Rais huyo wa Marekani alisema mnamo Aprili kwamba Ufaransa inaweza kuhakikisha kwamba inalitambua taifa hilo la Wapalestina katika kipindi cha mwezi wa 6, na kuongeza kuwa baadhi ya nchi za Mashariki ya Kati zinaweza kulitambua pia taifa hilo. Tunahitaji kuelekea kwenye utambuzi wa taifa la Palestina, na hivyo katika miezi michache ijayo tutafanya hivyo. Sifanyi hivyo ili kumfurahisha mtu yeyote. Nitafanya hivyo kwa sababu wakati fulani itakuwa sawa, alisema wakati wa mahojiano kupitia televisheni ya France 5. Kwa sababu pia nataka kushiriki katika mienendo ya pamoja ambayo inapaswa pia kuwezesha wale wanaoitetea Palestina kuitambua Israeli kwa upande wao, jambo ambalo wengi wao hawafanyi, rais huyo Ufaransa alitangaza. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni Marekani kukataa Ufaransa kulitambua taifa la Palestina, lakini pia ni kwa sababu pia Ufaransa katika kipindi hiki imekuwa na mzozo na Israel, na hata baadhi ya mataifa ya magharibi ikiwa ni pamoja na Ujerumani pamoja na Uingereza nao pia yameingia katika mzozo na Israel kutokana na kile anachokifanya katika eneo la ukanda wa Gaza. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utapata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.